asilimia 42 ya watoto wote nchini Tanzania au zaidi ya watoto milioni 3 wana udumavu. Kati ya mwaka 2005 na 2010, kiwango hiki kilipungua kwa asilimia 2 tu licha ya juhudi za serikali. Kila mwaka kuna ongezeko la watoto 750,000 walio chini ya umri wa miaka 5 wenye kuathirika na udumavu. Kiwango hiki ni cha 3 kwa ukubwa katika Afrika. Utapiamlo ikiwemo udumavu unachangia karibia theluthi moja ya vifo vya watoto kila mwaka, ambapo karibia watoto 130 hufa kila siku Tanzania. Mtoto ana udumavu akiwa mfupi ukilinganisha na umri wake. Hali hii ni matokeo ya upungufu sugu wa lishe. Hii husababishwa madhara kwa maendeleo ya mtu binafsi na taifa. Udumavu kwa mtoto huanzia tangu akiwa tumboni mwa mama yake na baada ya kuzaliwa hadi kufikia miaka 2. Kipindi hiki cha siku 1000 ni muhimu sana kwa afya ya akili na mwili wa mtoto. Madhara yanayosababishwa na udumavu kwa wakati huu hayawezi kurekebishwa. Watoto waliodumaa wanapokuwa watu wazima hupata kipato kidogo na hutoa mchango mdogo kwenye familia zao, jamii na taifa. Udumavu hupunguza tija katika uzalishaji wakati wakiingia kwenye utu uzima na kuendeleza umaskini kwa vizazi na hivyo kudumisha mzunguko wa umaskini. Gharama kwa taifa inakuwa kubwa. Hivi karibuni, tathmini ya madhara ya utapiamlo nchini Tanzania imeonyesha tatizo hili linagharimu serikali shilingi bilioni 815 kwa mwaka au asilimia 2.65 ya pato la taifa. Udumavu unaweza kuathiri afya kwa muda mrefu, kupunguza uwezo wa kufikiri na imeonekana kupunguza kipato cha watu wazima kwa asilimia 22. Hali ya udumavu nchini kwetu ni mbaya sana. Karibu nusu watoto chini ya umri wa miaka 5 wamedumaa, na hii ni janga la taifa, hasa kwa kizazi kijacho. Hali ya lishe ya mtoto huletwa na mambo yafuatayo ya msingi: upatikanaji na uboreshwaji wa chakula, huduma za afya na matunzo ya familia. Ni muhimu kwa watoto na akina mama kupata vyakula mchanganyiko na vya kutosha, huduma muhimu za malezi, huduma za afya za kutosha na upatikanaji wa maji na mazingira safi na salama. Inaonekana kwamba udumavu kwa mtoto unaweza kuzuilika kama mtoto atapata lishe bora tangu akiwa tumboni kwa mama yake hadi miaka 2. Mzunguko wa umaskini unaweza kuzuiliwa kwa kuwekeza kwenye lishe ya mtoto kwa kipindi hiki. Ni muhimu kwa taifa kuhakikisha mtoto anapata lishe bora. Hii itasaidia kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa taifa zima kwa ujumla. Maendeleo mengi yamepatikana Tanzania. Zamani matatizo ya lishe yalifikiriwa kwamba ni ya afya tu, lakini sasa imebainika kwamba matatizo ya lishe sio ya afya tu, na serikali kwa kutambua hivi, na hususan kiongozi wetu Rais Jakaya Kikwete, serikali imeamua kwamba swala hilo kwa kuwa ni swala mtambuka, sasa limewekwa liratibiwe na ofisi ya waziri mkuu. Tanzania ikiwa moja ya waanzilishi wa mkakati wa kuboresha lishe, SUN, ilitoa tamko la ahadi 6 muhimu za kuimarisha lishe wakati wa mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika wakati wa ziara ya katibu wa Marekani Hillary Clinton mwezi wa 6 mwaka 2011. Ahadi hizi ni pamoja na kukamilisha mpango wa utekelezaji kwa ajili ya mkakati wa taifa wa lishe, Tanzania kuingiza masuala ya lishe katika mpango wa uwekezaji wa kilimo na chakula, kuanzisha kamati mpya ya taifa ya uendeshaji lishe, kuanzisha kipengele cha lishe kwenye bajeti ya serikali kuanzia mwaka 2012-2013, kuanzisha dawati la lishe katika ngazi ya wilaya, kukamilisha na kutekeleza utumiaji wa viwango vya kitaifa vya kuongeza virutubishi katika unga wa ngano, mafuta ya kula na unga wa mahindi vilivyowekwa mwaka 2010 ili wasaga nafaka waweze kuvitumia. Mkakati wa lishe wa taifa uliokamilishwa mwaka 2011 unaainisha mambo mengi muhimu na kuonyesha muhtasari wa mpango wa kushughulikia utapiamlo katika sekta mbalimbali kitaifa. Hata hivyo, nchi haiwezi kufikia lengo la kupunguza udumavu hadi kufikia asilimia 17 ya udumavu kwa watoto ifikapo mwaka 2017 kwa kuwa hatua nyingi zimechukuliwa katika ngazi ya kitaifa zaidi.
Mwitikio wa kimataifa kuhusu ufumbuzi wa tatizo la lishe uliopata msukumo wa harakati za kuendeleza lishe SUN umewezesha na kuongeza mahusiano kati ya wafadhili mbalimbali, mashirika ya kimataifa na taasisi zisizokuwa za kiserikali katika kutatua matatizo makubwa yanayosababisha udumavu Tanzania. Mpaka sasa hivi shughuli zote tulizofanya zimekuwa katika ngazi ya taifa. Hatujafikia ngazi za wilaya, za vijiji na hata katika familia. Kwa hiyo uelewa wa lishe bado ni mdogo sana katika ngazi hizo. Utatuzi wa swala la udumavu kwa watoto unahitaji utekelezaji wa pamoja katika ngazi ya wilaya. Halmashauri za wilaya zote zinahitaji kuhakikisha kuwa kamati za uendeshaji shirikishi za lishe zinafanya kazi na kupanga bajeti ya lishe ya wilaya. Aidha, wabunge, madiwani na viongozi wa mitaa wanahitajika kuhamasisha na kushirikisha jamii zao pamoja na kaya kuelewa tatizo na kuchukua hatua. Kamati za maendeleo ya kata, wafanyakazi wa afya, asasi zisizokuwa za kibiashara, wabunge, madiwani, viongozi wa kidini na vyombo vya habari wanaweza kuchukua majukumu muhimu katika kusaidia jamii na familia kuelewa na kushughulikia swala la lishe kikamilifu. Ni haki ya kila mtoto kufaidi lishe bora katika maisha yake na kuwa na uwezo wa kukua kwa kiwango kinachotakiwa. Ni wajibu wa kila mtu na kila mtu ana sehemu ya kuchangia. Kila dola inayotumika kupunguza utapiamlo sugu inaweza kuzalisha dola 30 katika kuongeza tija ya nguvu kazi katika uzalishaji, kuongeza kipato na kupunguza gharama za afya ya umma. Kutokana na ugumu wa kutatua tatizo la utapiamlo katika sekta mbalimbali, ni muhimu kwamba wadau katika ngazi zote washiriki. Wanasiasa na taasisi zingine zote zinapaswa kuunga mkono juhudi zinazofanywa na sekta ya afya, kilimo, elimu na sekta binafsi kwa manufaa ya taifa kwa ujumla katika kupambana na tatizo hili. Ujumbe wangu kwa wadau ni kwamba udumavu au utapiamlo kwa ujumla wake ni swala mtambuka na limekuwepo muda mrefu. Tunaomba ushiriki wao kikamilifu. Kwa pamoja tutafanikiwa. Lishe bora ni msingi wa maendeleo ya taifa. Timiza wajibu wako.